Jahazi TV. Habari ya asubuhi mwanajahazi, karibu katika Amka na Jahazi, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kwa ajili ya kukupasha habari mbalimbali za kitaifa, kimataifa, michezo, bila kusahau na burudani. Leo ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 2 Machi, siku ya pili tangu ulivyowasili mwezi wa pili, na kikiwa ni chungu cha tunaendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Karibu ni kupasha habari za yaliyojiri katika upande wa kitaifa. Na tukianza na gazeti la nyumbani la Zanzibar Leo, hapa wameandika Dr. Mwinyi asema mashindano yanaiweka Tanzania kwenye amani, ramani kimataifa, aitaka jamii kuwajengea vijana maadili. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2, ambapo hapa katika habari picha umeandika Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza na waumini wa dini ya Kiislamu katika mashindano ya Qur'ani tukufu kwa mabara yaliyofanyika jana uwanja wa Benjamin Mkapa uliopo, ambapo Yasin kutoka Uganda ameibuka mshindi wa kwanza. Kwa wale ambao walikuwa wafahamu mshindi ametokea Uganda. Lakini pia habari nyingine, serikali kujenga jengo jipya la abiria Akia, Dr. Khalid amesema hayo. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Majaribio bandari mpya ya piga duri mwezi huu. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Majaribio bandari mpya mpiga duri mwezi huu. Lakini pia kifo cha Khamenei chasikitisha Iran Mashariki ya Kati. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 9. Hii ni habari ya kimataifa leo kutukiwa katika chungu cha 12 mwaka 1447 Hijiria, yaani mwaka wa Kiislamu. Lakini pia gazeti la Tanzania Leo hapa wameandika haki za watu uchumi unatajwa na Dr. Samia. Mashirika ya kimataifa yathibitisha yupo kwenye mwendeleo sahihi. Kamishna Kuyu asifu uamuzi wake wa kuunda tume ya Jaji Chande. Ni wakati wa taifa likitajwa kuwa la 9 kwa kuvutia wawekezaji Afrika, Rais Samia akiwasili Arusha. Habari hiyo utaipata katika gazeti la kitaifa. Lakini pia SGR yatoa ajira 120,000 siku 100 za Rais Samia. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 3. Lakini pia Chongolo asisitiza ulinzi katika miradi ya umwagiliaji Mkombozi. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Yanga na Simba gumzo. Habari hii katika ukurasa namba 16, ikiwa ni habari ya kimataifa ya michezo. Lakini pia bilioni 80 za Samia zatekeleza miradi Ilala DC Mpogolo asema. Habari hii katika ukurasa namba 2. Lakini pia Iran yathibitisha kifo cha Khamenei siku 40 za maombolezo. Habari hii katika ukurasa namba 2. Utaipata zaidi. Hilo ni gazeti la Tanzania Leo. Lakini upande wa Mwananchi umeandika athari ya mgogoro wa Iran, mfumuko wa bei ya mafuta kwa Tanzania. Taifa linaagiza sehemu kubwa ya mafuta yake kutoka nchi, kupanda kwa bei na mafuta kusafirishwa na kuongezeka kwa gharama za usafiri. Habari hii pia utaipata katika gazeti hili ukurasa namba 20. Kwa nikinukuu hapa wameandika kwa maneno mengi, hata kama risasi hazisikiki Dar es Salaam, athari zake zinaweza kuonekana kwenye bei ya petroli na hatimaye bei ya chakula sokoni. Lakini pia mabachela kicheko mashindano ya Qur'ani ni kufuatia hatua taasisi ya dini ya Kiislamu Al-Hikma kutangaza kulipiwa mahari wanaume 130. Tamko hilo lilitolewa jana katika mashindano ya kimataifa ya usomaji kitabu kitukufu cha Qur'ani yaliyofanyika jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 5. Lakini pia ujenzi bandari kavu waibua kero foleni da. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 2. Kwa wale ambao wafahamu, taasisi ya Al-Hikma Foundation imejitolea kuwalipia mahari vijana 130. Kwa unaenda kuchukua fomu kwa ajili ya kulipiwa mahari. Mjadala kauli za Nchimbi maziko ya Kardinali Pengo. Habari hii pia utaipata katika ukurasa namba 4. Tukiwa katika Ramadhani ya 12, UN yapongeza Tanzania kuunda tume ya uchunguzi vurugu za Oktoba 29. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 18. Nimehitimisha hivyo katika gazeti la Mwananchi. Lakini gazeti la Nipashe wameandika operation kutimua machinga ya Rindima.
barabara za Kariakoo kufunguliwa, wafanyabiashara wa mitaa waondolewa bidhaa ya madukani, bidhaa nje ya maduka, marufuku pikipiki, bajaji na kokoteni zapewa utaratibu mpya wa maegesho. Haya, habari hii utaipata katika ukurasa namba 2. Lakini tanzia wasifu mkuu wa gazeti la The Guardian afariki dunia. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 3. Ni habari ya kusikitisha na ya kifo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Afrika itakavyoathirika vita ya Mashariki ya Kati. Madhara makubwa yanatarajiwa biashara ya nishati, uhakika wa chakula na uchumi, kipindi ambacho bara linakabiliwa na msukumo mkali wa kiuchumi. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 7. Lakini waziri mkuu waziri kuatia kibano vigogo serikalini. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 3 la katika gazeti hili la Nipashe. Lakini ubaguzi wa kwanza, vita dhidi ya VVU, matumizi ya kinga yapungua nchini. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 3. Uchumi wa buluu hatarini Zanzibar, nyasi bahari za toweka. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 7. Nimehitimisha hivyo katika magazeti haya ya kitaifa, lakini pia habari za upande wa kimataifa, habari za kitaifa na kimataifa. Na sasa nigeuzie kurasa za michezo na burudani. Na nikianza na gazeti la Zanzibar Leo upande wa michezo, ligi ya soka Muungano kuchezwa April. Lakini pia JKU yadhamiria kutoa ubingwa wa ligi kuu FA. Serikali yajenga upya uwanja Matumbaku. Habari hii utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo upande wa michezo. Na habari ya kimataifa hapa wameandika Owini haipa nafasi Man City dhidi ya Arsenal ubingwa EPL. Habari hii ukurasa namba 22 inaendelea zaidi. Gazeti la Mwanaspoti, hakuna unyonge, bao la mwalimu la zua gumzo, Diarra apewa tuzo. Habari hii katika ukurasa namba 10. Takwimu hapa zinaonyesha kwa mujibu wa mchezo wa jana, Yanga pamoja na Simba kumiliki mpira, Simba kiongoza 54, Yanga 46, mashuti Simba 12, Yanga 7, mashuti yanayolenga goli 6 pamoja na 2, Yanga 2, lakini Simba wakiwa na 6. Kona Simba wakiwa na 3, lakini Yanga wakipata 4. Kuotea Simba 4, lakini Yanga 3. Faulu 15, Yanga 9. Kadi Yanga hawana hata moja, lakini Simba hawana hata moja, lakini Yanga amepata moja ya njano. Haya, refa alikuwa Nasoro Mwichui, ametokea Tanga huyo. Lakini na mechi hiyo ilihitimishwa 0-0. Habari nyingine hapa ni ya kimataifa, tukiangalia Zuchu sauti kipaji ya mbeba hadi kimataifa. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 12. Lakini TPL leo Jumatano, Singida Big Star na Coastal saa 4 mchana ya Airtel Stadium. Nimehitimisha hivyo gazeti la Mwanaspoti. Nikienda katika gazeti la Tanzania Leo Sporti, wanazali Yanga Simba gumzo. Habari hii utaipata katika gazeti la Mwanaspoti. Lakini BMT yatoa bilioni 5.8 kusaidia timu za taifa. Yamal afunguka kupiga hat-trick. Lakini pia Thabiti ahidi kuunganisha familia ya kikapu. Kocha wa Eagles amtema kipa Nwabali ya. Habari hii pia zote hizi utazipata katika gazeti la Sporti Tanzania Leo. Morocco yasogeza mbele AFCON 2026. Habari hii pia utaipata katika gazeti hili la Tanzania Leo upande wa Sport. Na nikihitimisha hapa na gazeti la Uhuru, kweli daima imeisha hiyo. Hapa tukiona picha tuna wachezaji wa Simba pamoja na Yanga. Timu ya Yanga na Simba zilitoka sare katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia Depo mwalimu ataka vita ya mabao Simba Yanga ligi kuu bara. Habari hii tutaipata katika ukurasa namba 12. Heshima ataja mikakati BFT. Habari hii inaendelea katika ukurasa namba 13. Lakini Ibrahim Klasi jaridhika na maamuzi ya majaji. Habari hii ukurasa namba 23. Lakini Gamondi matumaini kibao AFCON 2027. Barka Rashford mambo safi. Lakini pia shabiki atoa Bariadi hadi Zanzibar kumuona Okelo. Habari hii utaipata katika ukurasa namba 22. Mimi nimehitimisha hivyo katika magazeti ambayo yametufikia siku ya leo kwa upande wa kitaifa, kimataifa, bila kusahau michezo na burudani. Ulikuwa nami Zaituni Juma. Shukrani kwa kuwa nami. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, pia kufuatilia vipindi mbalimbali ikiwemo vya mawaidha na darasa za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadi wakati mwingine, asubuhi njema na Ramadhan Karim. Jahazi TV.